Kwa majina naitwa Joshua Mkoma kutokea Sanamari Organization Tanzania. Leo siku ya Jumamosi ya mwisho wa mwezi tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2026, tuko hapa katika fukwe za Salenda Bridge kwa ajili ya zoezi la usafi, na katika zoezi la leo tumejumuika na taasisi mbalimbali ikiwemo Juza, West Speakers Initiatives, Last Gs, UDEFO na taasisi nyingine kwa ajili ya zoezi hili la usafi. Na kama tulivyojionea hali ya fukwe hizi za Salenda Bridge, kwa kweli fukwe ilikuwa ina taka nyingi, hususan taka za plastiki, lakini tunashukuru kwa wadau wote ambao tulishirikiana kwa pamoja na kufanya zoezi hili la usafi, ambapo tumeweza kutoa kiwango kikubwa cha taka ambacho ingeweza kuwa hatarishi kwa mazingira yetu ya hapa kwenye fukwe, lakini pia kuathiri hata viumbe wa bahari. Kama tunavyofahamu, katika fukwe hizi za hapa Salenda Bridge kwa sehemu kubwa kuna mwingilio, ndio sehemu kubwa ambapo maji ya kutoka kwenye mto Msimbazi yanaingia katika bahari kuu ya Hindi, hivyo hali ya uchafuzi ni mkubwa, na ningeomba nitoe wito kwa wanajamii tuweze kuungana na kushirikiana kwa pamoja katika matukio kama haya ya usafi tunapofanya, hususan hasa kila mwisho wa mwezi na wakati mwingine popote ambapo kunakuwa na mkusanyiko kama hii kwa ajili ya zoezi la usafi, tuweze kujumuika kwa pamoja, tushirikiane ili tuweze kuhakikisha kwamba fukwe zetu zinakuwa safi na tunatunza mazingira yetu. Kama unavyoona leo tuko hapa katika makutano ya Salenda Bridge na mto Msimbazi. Tunashuhudia takataka mbalimbali, takataka za plastiki na takataka ngumu ambazo zinaingia baharini na kwenda kusumbua viumbe hai katika bahari. Hata kwa wapita njia tu wakiona hivi wanaona katika bichi zetu hali sio salama, sio peace. Kwa hiyo tumechagua katika hizi public area kwa kuwa hazina mwenyewe. Kwa kweli zoezi hili linatakiwa kuwa ni zoezi endelevu, kwa maana taka zilizopo hapa ni nyingi sana, na hasa taka za plastiki. Kama unavyoona taka hizi ambazo tumezitoa katika bahari, unaweza kuona namna gani uchafuzi mkubwa sana wa bahari unafanyika. Na sasa tunatoa ushauri na wito wetu kuona sasa watu waanze utaratibu wa kutenganisha hizi taka kwenye chanzo, kwa sababu watakapofanya hivyo ndipo sasa itakuwa ni mzizi wa fitina wa kuweza kuzuia hizi taka zisisambae hovyo na kisha kuingia kwenye mifereji yetu. Na mara tu mvua inapokuja, basi hizi taka sasa zinasogezwa kutoka huko zinakuja baharini, na kisha bahari nayo inaturudishia hizi taka ili tuweze kuishi nazo. Kwa hiyo ni lazima sasa jamii zote tuungane kwa pamoja ili tuweze kuona kufanya kazi hii kubwa. Kwa kweli mahitaji ni makubwa sana, na kazi inatakiwa kufanyika kila wakati ili kuweza kukidhi haja ya kuondosha hizi taka, kwa sababu zoezi la siku moja tu peke yake halitoweza kutosha.